Alhamdulillah, tashukuru. Karibu. Shukran sana. Nimeshukuru kwa fursa kama hii. Naam. Kwanza niseme alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan khatamul anbiya'i wa imamul mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu wapendwa wa imani, ndugu wapendwa wa Islamu, tuko ndani ya masiku matukufu ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Ni masiku ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuhimiza sana katika kutenda mema na kujitolea kwa sana katika masiku kama haya matukufu. Na maudhui ambayo kwamba tuko nayo mbele zetu ndugu zangu, fadhila za udhiya, fadhila za watu kuchinja katika siku ya 10 ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Ndugu zangu wapendwa imani, masala ya udhiya ni masala matukufu sana ambayo kwamba hutekelezwa katika yaumun nahri, siku ya kuchinja, wama ba'dahu min al-ayyam. Naam. Na hutekelezwa baada ya siku ya 10 kisha siku 3 baada yake katika zile ayyamu tashriq. Wale mahujaji kule wanajikurubisha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kuchinja pia nao. Naam. Na wale ambao kwamba hawako katika hija pia nao wanajikurubisha kwa kuchinja katika siku ya 10 na ya 11 na ya 12 na 13. Hizi ni siku zikiitwa ayyamu tashriq. Naam. Na siku kama hizi watu hutinda ngamia, kuna wengine hutinda ng'ombe, kuna wengine hutinda mbuzi, wengine kondoo. Kila mmoja hufanya kwa kiasi ambacho Mola Subhanahu wa Ta'ala amemwezesha katika Eidul Adha. Naam. Mola Subhanahu wa Ta'ala sema kwenye Qur'ani, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wabashshiril mukhbitin alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aya katika suratul Hajj ya 34 mpaka 35. Mola Subhanahu wa Ta'ala atupa ishara kuhusu jambo kama hili la watu kuchinja katika masiku matukufu na ibada mzima ya kuchinja katika siku kama hizi. Naam. Udhiya ndugu zangu, kwanza kabla ya kuzungumza zile fadhila zake, mtu ajue kwamba ni sunnatun muakkada. Ni sunna ambayo kwamba imekokotezwa sana, na baadhi ya ulama wanasema ni lazima kwa mwenye kuweza. Naam. Inakuwa ni sunnatu muakkada kwa yule ambaye kwamba hawezi, lau akajibidisha akajitolea akafanya, basi atakuwa amefanya sunna iliyokokotezwa. Ama yule ambaye kwamba yuwaweza, kwake itakuwa ni lazima. Na ukweli ni kwamba Waislamu tuwaweza, ingawa kila mmoja hujisema kwamba hawezi. Na ukilichunguza hili ndugu yangu, utakuja kuligundua kwamba hatushindwi sisi kutinda ng'ombe au kutinda mbuzi za shilingi 6,000 7,000, kwa sababu kuna vitu ambavyo kwamba si lazima ndani ya nyumba hufanywa ambavyo labda zaidi viweza kuleta madhambi tasi thawabu. Kwa mfano, mtu aweza akawa na DSTV ndani ya nyumba na yualipa shilingi 10,000. DSTV ile labda hakuangalia maidha wala kuangalia khutba, ni mipira na vitu vingine. 10,000 ile yatosha mtu kununua mbuzi mbili au zaidi akaweza kuchinja. Lakini mtu huyo atalalamika kwamba hawezi wakati ameliweza jambo ambalo kwamba si lazima. Mbali na hivyo, kuna watu wanalipa ma-wifi ndani ya nyumba yao. Si kwamba labda wifi zile zalipwa kwa ajili ya watoto labda kuangalia khutba, kuangalia mawaidha, zalipo labda pengine kuna watu wanaleta picha chafu ndani ya nyumba. Na mtu alipa wifi za gharama. Na mafaiba hayo ambayo kwamba yametajwa ni ya gharama. Lakini mtu ataweza kutoa hizo na kugharamika, lakini atashindwa kuja kununua mbuzi au ng'ombe au ngamia kwa ajili ya kutoa kwa ajili ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo udhiya ni sunna muakkada, imekokotezwa sana, lakini baadhi ya ulama watuambia kwamba ni lazima kwa yule ambaye kwamba yuwaweza. Kwa hiyo mwenye kuweza lazima afanye pupa katika kufanya hili jambo la udhiya. Na ni bora ya sadaka kutoa katika udhiya, hata ikiwa inawezekana mtu kumpa kile kima cha mbuzi au kima cha ngamia mtu kwenda kununua ili kuweza kutekeleza ile jambo ile achinje. Na mtu asifanye hili jambo kimazoea. Jua kuna mtu yuatinda mazoea yake mwenyewe, labda kile Ijumaa so ikaingiana Idi ikawa ni Ijumaa ama ikaingiana zile siku zake ambazo kwamba yuachinja, akayafanya ni mazoea. Fanya ikiwa ni ibada, kutakasa nia yako kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, bila ya ria, bila ya kutaka kutajwa, bila ya ufahari, na ujue kwamba ni sababu ya mtu kupata uchamungu katika kuchinja kwa ajili yake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akisema ya kwamba
dhalika wa man yu'azzimu sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub, mwenye kuvitukuza vile alivyovitukuza Mola Subhanahu wa Ta'ala ni katika ucha Mungu. Na miongoni mwa vitu alivyovitukuza ni watu kuchinja katika siku hizi za udhiya, katika suratul Hajj aya 32. Sasa kama hapo kwa hakika ustadhi kaingiliana na siku ya hakika. Naam. Na hakika unafaa uchinje ustadhi kama ni mtoto wa kiume wawili, mbuzi wawili. Ikiwa ni hakika ni mtoto wa kiume hutindiwa mbuzi mbili, ama yani mbuzi mbili, na mtoto wa kike ni mbuzi moja, mtoto wa kiume mbuzi mbili. Naam. Ikaja ikaingiliana adha. Wako baadhi ya watu ambao kwamba nimeiona mahali kwamba waweza kuzikutanisha, lakini wengi wao ni kwamba bora uviweke mbali. Hakika iwe ina ninyo zake na udhiya iwe ina, kwa sababu hata katika utoaji nyama ya udhiya na nyama ya hakika iko tofauti. Nyama ya hakika waweza wakala watoto na wakawalika ambao tasi watoto wa Kiislamu wakaja wakala ile nyama ya mtoto mwenzao kwamba amechinjiwa. Lakini masala udhiya iko mbali, kwa sababu hupewa mtu ambaye ni Muislamu na sheria zake. So bora ni mtu aweke separate, ile hakika iwe ni mbali na udhiya iwe iko mbali. Makusudio ya kutinda hizi katika kutinda adha katika hizi siku ni kusimamisha kwanza utaji wa Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumshukuru Mwenyezi Mungu na kufanya wema katika nafsi na jamaa zako na kwa maskini na kwa majirani. Mwenyezi Mungu akisema fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tarra kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Kisha Mwenyezi Mungu akasema lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Mwenyezi Mungu zile nyama tulazo hazimfikii, wala zile damu ambazo kwamba zacherezea katika tunavyovichinja wala hazimfikii. Kinachomfikia Mwenyezi Mungu katika tunavyovichinja tunavyokula ni ile ucha Mungu wetu, kile kilichotusukuma tukafanya kile ambacho kwamba tukifanya. Je, umesukumika na kutaka kujulikana kwamba umechinja ng'ombe nyingi, au wataka sifa ya kwamba wewe umetoa nyama nyingi mtaani? Lakini ikiwa umefanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ule ucha Mungu wako ndio ambao kwamba wamfikia Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na tujue ya kwamba katika neema za Mola Subhanahu wa Ta'ala alizotuneemesha sisi ni kutuwekea sheria ya kuchinja. Manake hata ukiwasoma mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nyuma, hii ibada ya kuchinja kwao pia ilikuweko. Na ukiangalia hii sunna ya sisi kuchinja katika Eidul Adha ni sunna ya baba yetu Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Ni sunna yake, yeye ndo aloanza wakati alipofikia Sayyidina Ismail katika umri mdogo. Akapata ndoto ya kwamba yamchinja mwanawe, akamfuata. Qur'ani yatuambia falamma balagha ma'ahu sa'ya, walipofikia mahali watembea pamoja. Ni mtoto waweza ukamshika mkono ukaenda naye mahali sokoni au ni msikitini au falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk. Sayyidina Ibrahim ambaye mwanawe Ismail kwamba nimeona usingizini mimi nakuchinja mwanangu, fanzur angalia madha tara, waonaje, yani kama kukushauri ambao hebu niambie leo tu mtu mzima amke, babako, mtu yote anasikiza amke akwambia mimi nimeota nakuchinja. Sasa kwambia baba bana twende hospitali, wewe malaria imepanda kichwani. Chukulieni adui. Ambali na adui zakani ni maradhi mzee, ataonaje vitu kama hivi? Lakini Saidina Ibrahim alayhi salam alipota ile jambo akamwambia mwanae, kuonesha kwamba pamoja na kwamba yeye alikuwa ni mtume, hakutaka kuitekeleza ile amri moja kwa moja. Alitaka pia kuonekana ile thamani ya mtoto, namna atakavyomheshimu babake kwenye maamuzi ya utume wake. Kwambia wanaje, qala ya abati fa'al ma tu'mar, baba fanya vile ulivyoamrishwa. Satajiduni insha Allah minas sabirin, baba utanipata ni katika wenye kuvumilia, wavumilivu wale wenye subra. Falamma aslama watallahu liljabin, Qur'ani yatuambia waliposalim amri. Manake mwenye kuchinja amekubali kuchinja, na mwenye kuchinjwa naye pia amekubali kule kuchinjwa. Na ukisoma katika tarikhi waambiwa ya kwamba Saidina Ibrahim alipotaka kumtinda mwanawe alimwelekeza juu, ikawa macho yake yanaonana, yani Saidina Ibrahim amuone Ismail macho yake. Sasa ile huruma ya ubaba ikamtoa Saidina Ismail, akamwambia usiniangalie macho, nielekeze kwa chini. Yani yule mwenye kuchinjwa ndio amhurumia zaidi anayemchinja, ambaye nielekeze kwa chini ili huruma isikutwae ukashindwa kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu. Kisha alikuwa amemwachilia, hakumfunga. Saidina Ismail akamwambia baba, nifunge mikono yangu na unifunge na miguu ili nisitetemeke, alafu kisu ikakata wewe baada ya kunikata mimi. Utaona kiasi fulani wale watoto walivyokuwa wamejitolea kwa maamuzi ya baba zao ambao kwamba ni mitume.
Kwa Qur'an tuambia falamma aslama, waliposalim amri wote wawili, mwenye kuchinja amekubali na mwenye kuchinjwa amekubali, watallahu liljabin, kisha akaminamisha na bapa lake la uso, wanadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, tukamnadia Ibrahim umeisadikisha ile ndoto, maana umeitekeleza. Inna kadhalika najzil muhsinin, inna hadha lahu albala'ul mubin, mtihani mkubwa ambao kwamba ameonjwa nao Sayyidina Ibrahim. Maana Qur'ani yatuambia wa idh bitala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qur'ani yani Mwenyezi Mungu alimuonda na vitu vingi Sayyidina Ibrahim, vitu vingi sana. Miongoni mwao ni hii familia yake kwanza aliondosha, lakini ikakaa peke yake katika sehemu za jangwa. Hata Qur'ani ikituelezea tuambia kwamba Sayyidina Ibrahim asema rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytika almuharram, nimeweka watu wangu sehemu za mbali huko, hakuna milima, hakuna maji, hakuna chakula, ndio kukatoka kule maji ya Zamzam. Maana na Hajir wakati azunguka baina Safa wal Marwa, mwanae walia na kiu, apanda Jabalus Safa akosa msafara, yorudi tena Jabalul Marwa akosa msafara, asikia kilio cha mwanae, mara ghafla yona mwanae amenyamaza. Na Hajira akaona mwingine mwanae ashakufa. Akifika yule mwanae kwenye guu lake kuna maji ya mwika mengi, lakini sasa kwa ni juu ya mlima ile maji yanashuka chini kule. Mama akafika mbio kwa ile maji, akaambia Zamzam ayuhal ma, kusanyika mahali pamoja. Ndio maana neno Zamzam likatokeza hapo. Mtume akituambia ma Zamzam limashuri bala, maji ya Zamzam ni kwa nia ambayo kwamba mwenyewe utaitilia. Hata Imam Shafi asema sharibtu ma Zamzam li thalath, mimi nilikuwa maji ya Zamzam kwa ajili ya nia tatu. Lirami, kwanza nilikuwa maji ya Zamzam ili niweze kulenga, niwe na shabaha. Asema akawa na shabaha ya ajabu sana Imam Shafi kwa sababu kuna maji ya Zamzam. Kisha asema nilikuwa maji ya Zamzam kwa ajili ya ilmu. Hakusema mwaniona mwanachosema fahakadha kama taron, kama mnavyoniona. Ikiwa nayo ilmu basi ni kwa fadhila za maji ya Zamzam kwa hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kisha nimekunywa maji ya Zamzam kwa ajili ya kuingia peponi. Atarajia aenda kaingia peponi kwa kunywa maji ya Zamzam. Kwa hiyo Sayyidina Ismail, familia Sayyidina Ibrahim imepitia mitihani mingi ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala aliwaonda nayo. Miongoni mwayo ni hii kuja kumchinja mwanawe. Alipokuja kusalim amri, Qur'ani yatuambia wafadainahu bidhibhin adhim, tukamuokoa Sayyidina Ismail kwa chinjo lilokuwa kubwa. Kwa hiyo lau angetindika Sayyidina Ismail, ingelikuwa watu wafaa kuwatinda watoto wao wa kwanza kwa sunna ya Sayyidina Ibrahim kuifuata. Subhanallah. Lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala akamuokoa Sayyidina Ismail na kisu, na akatuwekea sunna ya mbadala, kwa sababu wakati wa mchinja amuona Sayyidina Jibril alayhi salamu yoshuka na ngamia amemshika katika sehemu zake za shingo, yopiga takbira Allahu akbar, Allahu akbar. Sayyidina Ismail alipomuona Jibril yoshuka na ile kondoo, yeye akasema la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Sayyidina Ibrahim akampokea akamwambia Allahu akbar walillahi alhamd. Ndio zile takbira ambazo kwamba sisi huzipia katika salatul Eid zimepokelewa hapo. Kwa hiyo wafadainahu bidhibhin adhim, tukamuokoa Sayyidina Ismail kwa chinjo ambalo kwamba lilikuwa ni tukufu zaidi, ni kondoo ambaye kwamba alitoka peponi. Kwa hiyo tufuata sunna ya Sayyidina Ibrahim ambayo pia Mtume alayhi salatu wasalam sunna hiyo akaja akatuwekea na sisi kwamba tuwe nayo katika udhiya. Na utaona mtoto akikua kama hivyo ulivyosema aqiqa atachinjiwa. Masala ya udhiya mtu atachinja, na ibada ya kuchinja ikawa ni ibada nzuri sana, kwa sababu mara nyingine utaambiwa ukifanya jambo fulani chinja ugawanye nyama yake. Ni sadaka kubwa ambayo itakuletea mazuri katika maisha yako. Na imeitwa udhiya kwa sababu kwanza yatekelezwa katika wakati wa dhahia, maana wakati wa dhuha. Kuanzia saa 1 hivyo mpaka jua kuja kuwa katikati, hii wakati ni wakati wa dhuha. Sababu tasmiyatiha bidhalika lianna afdala waqti at-tadhiya huwa fi waqti dhuha yawm al-Eid, katika wakati wa dhuha wa siku ya Eid. Na yafaa kwa Muislamu anayeweza asiyate sunna hii kabisa katika maisha yake, kama tulivyozungumza kwamba ni sunna muakkada, lakini mbali na hivyo ni sunna ya lazima, ni mwenendo wa lazima kwa yule ambaye kwamba yuwaweza. Tukija katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, naye pia alichinja katika siku ya Eidul Adha. Imethubutu katika sahihaini kwamba Mtume dhaha bikabishaini amlahaini aqranaini, alitinda katika Eidul Adha kondoo wawili
waliokuwa na mapako, yani wana rangi mbili zile madoti aqranaini, kisha waliokuwa na pembe. Maana ukiwa na pembe ni kwamba ni kondoo aliyetimia. Naam. Na kimdogo labda hajatoa pembe. Dhabahaha biyadihi, aliwatinda kwa mkono wake. Wasamma wakabara, akapiga bismillah na akapiga na takbira. Wawadha rijlahu ala sifahihima, alimkanyaga katika sehemu zake za nyuma yule kondoo. Naam. Wa hi afdalu min as-sadaqa, na hiyo ndio ilikuwa ni bora kuliko sadaka masabaka. Hata tuambiwa kwamba Mtume kwa huruma yake ile siku alipotinda hawa kondoo wawili, naam, alisema hadha li Muhammadin wa ali Muhammad, huyu wa kwanza ni wake na jamii zake wote masharifu washachinjiwa na bwana Mtume wale wasiojiweza. Kisha akasema huyu li ummati, huyu wa pili namchinjia kila ummati wangu ambaye kwamba hana uwezo, mimi nishamchinjia kwa niaba yake. Angalia ile huruma ya Mtume, atufikiria katika kila hatua zake za maisha kwamba mimi namtinda huyu kondoo wa pili, ni sadaka nimemtolea kila yule ambaye kwamba hajiwezi katika ummati wangu. Na huyu ukiwa na uwezo utimize, ukiwa na uwezo ni utimize, ni utinde, ufanye ile jambo. Naam. Kisha naam, ngamia iwatosheleza watu 6 mpaka 7 mpaka 8. Ngamia. Kondoo yotosheleza watu kama 5, na mbuzi utosheleza tu mtu mmoja. Yani lau kuna ulazima nyumbani, basi baba akishachinja mbuzi wake, haezi akaja mtoto ambaye kwamba ana uwezo na familia yake wakachanga ati wachinja mbuzi mmoja. Hapana. Mbuzi mmoja ni wa mtu mmoja. Naam. Kama ni kuchanga kwa ajili ya ushirikiano, basi awe ni ng'ombe, kwa sababu ng'ombe aweza akakusanya watu 5 na zaidi. Au kama kuna uwezo mzuri zaidi, ngamia ndo ataweza kukutana mpaka watu 8. Lakini isiwe familia nzima, kaka yule anatoka Arabuni, yule anatoka Canada, yule anatoka wapi, mkatinda kimbuzi chenu kimoja. Ni swada katika sadaka zingine, lakini katika udhiya haitoingia. Mimi nishawahi kuambia ustadhi, wengine family zingine kama mfano kwa family kama labda 5, ndugu 5. Naam. Wanachanga. Wakichanga hii pesa tunampatia huyu. Wewe chinja huyu mbuzi hivyo, yani kila mwaka wanafanya hivyo. Watinda kwa niaba ya watu wote ama watinda ni wake pekee? Tutachanga pesa, lakini hii pesa tumpa yeye, chinja hii mbuzi yako, chinja kivyako yani. Na yeye mnayempa ana uwezo ama hana? Ndio hivyo yani, hana, lakini wanasaidiana wao kwa wata. Kwa sababu wajua kuna ile sisi tufanye mimi na wewe ndugu, lakini kila mmoja ana nafasi yake. Kuna kazi yako nafasi na mimi na kazi yangu ya nafasi. Lakini inawezekana mimi niko busy kiasi ambacho kwamba ile siku ya Eid niingilia mimi bado niko kazi. Kwa hiyo ndugu yangu bwana, mimi naona haina haja nijipe tabu. Wewe si utatinda kwako na mimi nakuongezea changu, nunua mbuzi 2, mmoja wako mmoja wangu, wewe chinja peana huko. Hiyo haina neno. Lakini sio ati mimi sina nafasi, wewe huku chinja unao uwezo. Alafu nikwambie kakangu 10,000 zangu hizi katafute mbuzi chinja. Ule mbuzi wangu mimi sio wako. Sababu wewe unao nafasi yako. Lakini kama huna nafasi, sisi wenye nafasi tukakuchangia tukakupa. Kwa sisi wenye nafasi ni kila mmoja atoe kile cha nafasi yake. Mimi nitoe mbuzi wangu mmoja, mwenye nafasi mwenye mbuzi wake mmoja, tukupewe ambaye huna nafasi, chinja au ugawanye. Na ikiwa tutoa nafasi labda pengine tuko 3, tuko 4, basi tukupe kiasi cha ng'ombe ama kiasi cha ngamia. Au ikiwa tunataka mbuzi, basi iwe ni mbuzi mmoja, kila mmoja tena mbuzi wa maana. Usitafute mbuzi ambaye labda ni mgonjwa. Kama tutakuja kuzieleza ni chinjo gani ambalo kwamba lina hizo fadhila ambazo tunazitafuta katika siku hii ya kuchinja. Amepokea al-Imam Tirmidhi na Ibn Majah kutoka kwa na Aisha radhiallahu anha, asema Mtume Mwenyezi Mungu kwamba ma amila ibn Adam yawm an-nahri, hajafanyapo mwanadamu katika siku ya kuchinja, ahabba ila Allah, jambo ambalo kwamba lapendekeza zaidi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, min ihraqi dami, kama kumwaga damu. Ile siku ya udhiya hakuna jambo lilokuwa ni tukufu ambalo kwamba lapendekeza kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kama kumwaga damu ile siku. Wa innahu la yu'ta yawm al-qiyama, Mtume asema kile kitindwa chako unachokitinda kitaletwa siku ya kiyama, biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha, ataletwa yule mnyama kwa pembe zake na nyele zake na kwato zake. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a bil ardh, ile damu ambayo kwamba wamchinja yule mnyama kabla haijashuka ardhini yapokewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa daraja kubwa mbele yake. Fatibu biha nafsa, basi fanyeni vizuri, kwa kuwa ni jambo tulifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mtu atoe kile kitu best of the best. Ikiwa ni ng'ombe, basi awe ni ng'ombe wa maana. Ikiwa ni mbuzi wa maana. Ikiwa ni ngamia, ngamia
wa maana. Mtu asitoe kitindo ambacho kwamba lau atapewa yeye mwenyewe hatokikubali. Naam. Hata Mtume alimwambia na Fatima katika siku ya udhiya, qumi ila udhiyatik, naenda katika kile kitindo chako, fashhadiha, naenda kashuhudia namna anavyochinjwa, fa innahu yaghfiru laki inda awwali qatratin min damiha kullu dhanbin amaltihi. Asema utasamehewa wewe na Fatima kwa kila lile chiriziko la damu ambalo kwamba la chirizika makosa yote uliyofanya. Subhanallah. Utasamehewa kwa kila lile chiriziko la damu ambalo kwamba la chirizika. Kisha akamwambia quli, sema inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sema haya maneno wakati watindiwa lile chinjo lako. Kisha ieleweke kwamba si kwamba labda haifai mwanamke kuchinja. Mwanamke yafaa kuchinja ikiwa labda wajua shida ni ile kwamba huruma yao. Ile wana huruma sana, ndio maana utaona mpaka makaburini hawafai kuenda mpaka hivi. Lakini kuchinja si kwamba anachokichinja mwanamke mwanamume hawezi kula. Mwanamke yachinja na wanaume wakala, ni ile tu huruma zao, na kwamba ar-rijalu qawwamuna, basi wamewekwa mbele wanaume katika kila jambo. Ikikosekana mwanaume ndio labda mwanamke aweza kachinja. Hata kama mwanamume yuko, lakini tinda bwana mke wangu kuna nini? Sababu akichinja yule sasa na kuchinja mimi. Hakuna tofauti kubwa, kwamba muhimu ni yale maneno tu, bismillah Allahu akbar. Usema ile maneno na kaza. Lakini sasa ajikaze, kwa sababu mara kuchinja damu zikamrukia akamwachilia mnyama. Na ishatokea mara kadhaa mtu yule yachinja, hata wanaume wengine wana huruma nyingi kiasi ambacho kwamba ile akiweka kisu akiona damu akaondosha. Sasa huku ng'ombe damu za mchirizika na hajafikia kwenye ule mshipa wa kumtoa uhai, akainuka akakimbia. Subhanallah. Huwa haiwezi, sababu mumuumiza pia, mumtesa pia, shaona. Naam. Kwa hiyo Mtume ambaye na Aisha, nenda kashuhudie kichinjwa chako, kwa sababu utasamehewa kila kosa lako kwa kule namna damu zake zinavyochirizika. Maswahaba walimuuliza Mtume, ya Rasulullah, ma hadhihi al-adahi, hivi vitindwa ni vipi? Akasema, qala sunnatu abikum Ibrahim, hivi vitindwa ni sunna ya baba yenu Ibrahim alayhi salam. Qalu, wakamuuliza tena, fama lana fiha ya Rasulullah, tuna nini? Mna kitu kishachinja tumekula, baadaye tuna kitu gani? Mtume akawaambia, qala bikulli sha'ratin hasana, kila nyele moja ambalo kwamba iko katika ule mnyama waandikiwa jema na Mola subhanahu wa ta'ala. Qalu, kisha wakamuuliza na Mtume, fasufu ya Rasulullah, kuna wale ambao kwamba hawana nyele, wana sufi kama vile kondoo, wale ambao kwamba wana zile sufi. Wakamwambia, qala bikulli sha'ra, kila nyele moja mina sufi, katika zile sufi zake hasana, kuna jema. Mniambie, mbuzi ana nyele ngapi? Ngamia ana nyele ngapi? Ng'ombe ana nyele ngapi? Sasa ukiweza kufanya yote hayo, huoni umejikusanyia mema ambayo kwamba hayahesabiki mbele yake Mola subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi tumejitia yule kwamba hatuwezi, mpaka tukaonekana hatuwezi. Na kuna hatari kubwa sahihi, ndugu yangu. Utakuta walimu wa madrasa wengi uwezo wa kuchinja wako nao, 1500 waziwashindi kuchinja, lakini watawahimiza watu kuchinja, wenyewe hawachinji. Mashekhe wengi sana leo tumeingia katika hiyo shida. Sijui tutokaje, lazima ni ugumu ama ni kitu gani, lakini kiukweli haswa utakuta mashekhe wengi huchinjia watu. Ni fursa labda umepata ustaz? Si fursa. Leo mimi nimepewa ng'ombe, labda ng'ombe kama 80 nichinjia watu. Wale ng'ombe sio wangu. Mimi namchinjia mtu. Ni shirika fulani wamekusanya pesa zao, wakanunua mbuzi zao, wakanipa niwachinjie. Je, mimi mwenyewe binafsi hivi utakaa wewe useme kwamba nashindwa 1500 ya kununua mbuzi? Rongo. Lakini mbona sifanyi? Na mara nyingine utakuta nyumba za walimu zitapatikana nyama tangu Dhulhijja mpaka Muharram mpaka Safar. Nyama zipo ndani ya mafriji, ameenda kuziweka mahali. Ni masikitiko, sababu ni jambo ambalo ni la muhimu, lakini utakuta wale wajuu wao ndio ambao kwamba wamelitelekeza. Ambalo ni jambo muhimu sana. Mtume ametuhimiza sana tulifanya ile jambo. Hakuna jambo muhimu la kufanya katika siku ya kuchinja kama kuchinja. Kule kumwaga damu jambo zingine utakuta ndo wale watu wenye kuelewa hutoa wanyama wao kadha na kadha. Kuna watu wametoa karibu ng'ombe maelfu, mangamia zichinjwe tu. Maana yake nini? Ameona ile thamani ya watu kuchinja katika ile siku. Wenye kusema wasema ya kwamba yafaa mtu kuchinja mbuzi, yani mnyama wa kike au mnyama wa kiume katika wanyama. Na yatosheleza mbuzi mtu mmoja kama tulivyozungumza mwanzo na watu wake wa nyumbani, na waweza wakashirikiana katika ngamia na katika ng'ombe waweza kushirikiana watu 6 au chini ya 6. Lakini hawawezi kushirikiana 8
na kuzidi, kama tulivyoeleza. Sababu katika makosa mengi wanayofanya watu, huja wakashirikiana watu 8 watu 10 katika ng'ombe mmoja. Ng'ombe analo shilingi ngapi? Shilingi 40,000. Tuko ngapi? Tuko 8, kila mmoja labda 5,500, tukamnunua. Hatutoshelezi yule. Hata bora 5,500 tungenunua mbuzi kila mmoja wake kabisa, tukachinja, kuliko kushirikiana kwenye ng'ombe ambaye kwamba hatutoshelezi watu 8 sote kwa jumla. Asema mkifanya hivyo falaisa lahum udhiya, hawana udhiya, ni sadaka katika sadaka zingine. Lakini wakishirikiana kwenye ng'ombe watu 6 watu 5 kurudi chini, basi ni bora zaidi. Na katika wanyama ndugu zangu, ili tupate zile fadhila haswa kikweli, basi ni yule ngamia awe atatimiza miaka 5, asiwe mdogo zaidi ya hapo. Na ng'ombe awe ametimiza miaka 2, asiwe yuko chini ya hapo. Na mbuzi awe ana mwaka 1, na kondoo awe angalau na miezi 6 na kuzidi. Tunaona kiasi ambacho tumewekewa na wenye kujua sheria kwamba hivyo ndivyo ambavyo tutafaa tutoe wale wanyama wanaofaa kutolewa katika hii siku tukufu. Usimtoe mnyama mdogo ambaye kwamba hajakuwa na supu, bado mifupa yake ni michanga, au mnyama mtu mzima ambaye kwamba nyama yake imechoka. Na sasa ukipewa mbuzi wale wadogo sasa, tegemea, sababu ambao huwa amepitisha mwaka, lakini ukiangalia huyu mwaka hajafikisha. Unajua kuna viumbe tuko tofauti, si viumbe. Unajua kuna wanadamu wale mamberikimo. Wanadamu mfupi. Ndio. Inawezekana ni babu, lakini mfupi sana. Na kuna watu ni warefu hata hapa kuingia labda paka azame. Lakini utasikia ni mtoto mdogo sa miaka 18, miaka 21, lakini amekwenda juu mlingoti. Na kuna mwingine ni mfupi mdogo sana, akipita katikati yao hata haonekani, lakini ni mtu mzima labda amejukuu. Sasa inawezekana pia katika jamii ya wanyama wako hao. Kwamba ni mnyama anaonekana ni mfupi, lakini kumbe umri wake ni mkubwa. Na likatoka ng'ombe jikubwa, kumbe madawa tu ya makemikali, ankula masindano, ankula nini, kaonekana ni mkubwa, kumbe hata hana umri mkubwa. Lakini kwa ufupi ni kwamba ng'ombe awe ametimiza miaka 2, mbuzi awe ashatimiza mwaka 1, kama ni ngamia awe na miaka 5, ndio ambaye kwamba yafaa kutindwa katika siku hii ya udhiya. Kisha mbali na hivyo, ili tuzipate zile fadhila katika kutinda ndugu zangu, ni ile udhiya awe yuko salama. Salama nani na zile aibu. Manake asiwe, wenyewe wasema almaridha au alhazila, asiwe mgonjwa. Kijimbuzi labda chaendesha ukando wakitoa hicho kigonjwa kizere sana, amekaa zizini miaka 10 yuko pale. Unajua kuna ule mbuzi wa kiume amekaa muda mrefu, mpaka akipita mahali harufu yake watu wote wajua huyo ule mbuzi wa mtaa fulani yupita. Au akawa ni mbuzi labda ni tongo, ushaona, au mbuzi ambaye kwamba amekatika masikio, ushaona. Hafai kuchinjwa katika siku ya udhiya. Aweza kutindwa akaliwa, lakini kuhusu udhiya, iwe ni katika ibada ya udhiya, basi hatofaa. Lakini wenyewe wasema ikiwa vijiradhi ni kidogo ambacho labda vimefichika pia havina neno. Au mara nyingine inawezekana mmenunua ng'ombe mzima, lakini ile siku mtaka kumchinja akavunjika mguu, hana neno. Sababu wakati mnunua alikuwa ni mzima. Sasa wakati kukimbizana labda akaenda akaingia mahali akaumia, akakatika mahali, ile hana neno. Na hata wenye wasema kwenye sheria, lau yule mnyama atatoroka ile siku ikawa hakuna namna, mrushieni mishale. Mtupieni mishale na mseme bismillah. Maana labda kuna ng'ombe wengine wamezaliwa na nyati. Ni ng'ombe ni mkali, kama wale ng'ombe Uganda wale wana mijipembe mikubwa, utamsongelea umchinja yule. Sasa wale mara nyingi huwa hawachinjwi na kushikwa na kubwagwa, wale uchinjwa na vifaa fulani, akapigwa kwanza, ile wakati atatarika ndio mtu akaja akamchinja. Au mara nyingine tunaona mzima akatupiwa chembe, lakini wakati umtupia ule mshale ukapiga bismillahirrahmanirrahim, sababu pale alipo ni mbali na kumsongelea pia atakudhuru. Kwa hiyo labda tutumie vitu kama hivyo. Sasa naje mnyama akiwa na mimba, mwanamke yani mkimjua ni bora msimchinje. Kama mtamjua mapema bora msimchinje. Lakini sababu wenyewe wakasema katika sheria, yule mnyama ndani ya tumbo ambaye atakuwa shatiwa roho kama sijakosea, endapo mtamchinja mnyama alafu mkamtoa yule mnyama ndani bado yuko hai, mtamchinja upya. Lakini ikiwa mtamchinja yule mnyama kisha mlipomtolea ng'ombe ndani ama ni mbuzi ama nani ndani akawa ashakufa, basi ile chinjo la mamake limemtoshelezana na yeye namna hiyo. Lakini endapo mtamtoa na bado ikawa yani haja kufa, bado yotatarika, itabidi mumchinje upya yule mnyama ambaye kwamba ametoka katika ile tumbo la mamake. Lakini uzuri ni ndio utakuta hata wale wafugaji wenyewe pia hawakupi mnyama ambaye ni mjamzito. Wenyewe kwambia paka mwenye akili
hamli panya mjamzito. Yule paka ambaye ana akili vizuri haiwezi kumshambulia panya ambaye ni mjamzito. Sababu unajua hichi ni chakula cha siku za mbele na atatoa chakula kingi huyu. Sasa nimpe muda wazae hawa, alafu ndio ni labda nimle baadaye huko. Kwa hiyo udhiya asiwe na aibu ya aina yoyote, lakini maradhi yakiwa ni vijidogo ambavyo kwamba vimefichika, basi haina neno. Pia mbali na hivyo, ikiwa wakati toka kumtafuta kumchinja akapata ajali, labda akavunjika mguu ama akakatika sikio, lakini pia haina shida. Sawa sawa. Na wakati wa kutinda ni baada ya swala ya Eid, ili tuzipate zile fadhila khasa ni wakati wa swala ya Eid. Yani tukisha swali tukirudi, na ndio utaona Mtume swala ya Eidul Adha huwa ni fupi. Na wenyewe wasema Mtume akitoka kwenye Eidul Adha huwa hali ili akija akitaka kula apate zile nyama. Eidul Fitr ile akitoka Mtume hula sunna. Lakini wakati wa Eidul Adha akitoka huwa hali. Akirudi ndio hiyo. Alafu swala huwa ni muda mfupi sana. Sababu gani? Kuwe na time angalau watu kuchinja, watu kujiandaa na nini, kuliko urefushe khutba imamu basi mpaka tena saa 3, saa 2:30 huko. Kuna watu watakuvumilia, kuna wengine wasema bana mwatie khutba yake ende watu watoke ende zao. Kwa hiyo wakati wa udhiya ni ule wakati wa baada ya salatul Eid. Endapo utatinda kabla ya swala ile si udhiya. Mtume alitoa katika salatul Eid al-Adha, akija akaona baadhi ya masahaba wamechinja, akasema hii ni sadaka katika sadaka zingine. Man dhabaha qabla as-salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Alotinda kabla ya swala ni sadaka katika sadaka zingine tu, lakini mwenye kutinda ili apate ile udhiya na apate sunna ya udhiya, basi ni kuchinja baada ya swala. Miongoni mwa kupata fadhila za adha, wenyewe wakwambia itakapoingia Dhulhijja ikaandama, tangu hapo na mtu akawa anania na ana uwezo wa kuchinja, basi asikate kucha, asikate nyele. Masharti mwenye kuchinja. Masharti yule mwenye kuchinja. Mimi nina azma nataka nichinje siku ya Eid. Basi tangu kuandama Dhulhijja sifai kunyoa nyele, sifai kukata kucha. Nini? Kujifananisha na wale watu ambao labda wako hija kule. Ingawa sisi nao hatufanani, wale wana mipango yao na sisi tuna mipango yetu. Ni vile tarehe ziko moja, lakini kujifananisha na wale, kwa sababu wale pia kule huwa wananyoa, lakini sisi tukae bila ya kunyoa mpaka ile siku ya kuchinja, kisha baadaye utakwenda kunyoa. Siku 10 tu. Na imani siku 10 nyele haziwezi kuwa nyingi ama kucha zikawa ndefu kiasi ya kutisha. Labda yeye pengine mwenyewe si mkataji kucha wala si mnyoaji, ikapita bila kujua. Ikapita bila kujua. Lakini kama mfano ni mtu msafi ambaye kila wiki wafanya usafi, basi siku 10 zile hazina neno, ukakaa ukasubiri bila kunyoa, ukakaa ukasubiri bila kukata kucha, ili kiingia adha ukapata ile sunna ya kuchinja na fadhila zake, kisha ndio ukenda ukapata kunyoa labda na kukata kucha. Sasa na kuchinjiwa sasa ni lazima mtu awe Muislamu. Lazima mtu awe Muislamu. Utachinjiwaje? Kutuniwa haina neno. Kutuniwa nini, kushughulikiwa. Lakini utatindiwaje na mtu ambaye si Muislamu? Mtu ambaye si Muislamu atakutindia vipi? Ajua tunavyochinja sisi? Anayo imani yetu ambayo tunao sisi? Hana. Sasa ili upate ile fadhila ya kuchinja, basi achinje mtu ambaye kwamba ni Muislamu, anake atajua kusema Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Wajua wengi wanasema kwa sababu wako na ujuzi, wajua kuna wengine wengi wana ujuzi wa kuchinja. Sasa wanakwambia sisi hatuli kitu ambacho kimechinjwa na asiyekuwa Muislamu. Qur'ani imetukataza wazi kwamba musile kitu ambacho kwamba hakikutajiwa jina la Mwenyezi Mungu. Wala taakulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi. Musile. Aya iko wazi katika suratul An'am. Musile kitu ambacho kwamba hakikutajiwa jina la Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mechinja kisha baada ya kuchuna waweza kuwapa wale vijana wakachuna na nini vitu kama hivyo. Ingawaje haifai kumlipa na ile udhiya. Yani mtu asichinje kisha kwamba malipo yako ni matumbo na kichwa. Haifai. Tafutie pesa umpe. Sema bwana wewe achinja, lakini hapa kitu chako na maguu yako na nini. Lazima umlipe chake. Umlipe kitu cha kando kuliko ile. Ama akiwa ni Muislamu na ni jirani, amekuja mtu asojiweza, kwa hiyo ukamjalia kwamba utachinja, lakini amekuja ile kwamba labda si kazi, amekuja tu kushirikiana kama familia, kama majirani, na akawa ni mjuzi wa kuchuna, kwa hiyo mkaja mkachuna pamoja, kisha wakati wa kumgawanyia ukamuongezea na vile vitu vya ndani. Hiyo haina neno. Lakini si kwamba amekuja bana wewe umekuja kuchinja, lakini malipo yako
ni matumbo na, lakini maini tuweke kando. Mapafu yale matumbo ngozi chukua, haitowezekana, si kitu kizuri, mweke kando. Kwa hiyo tujitakase nafsi zetu katika haya masiku kwa kuchinja na kufanya wingi wa kujikurubisha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala baada zile faradhi zote ambazo kama tuwazifanya. Saidina Ali aliulizwa, ma huwa yaumul Eid indak, siku yako ya Eid ni gani wewe? Maana siku ya Eid ni siku ya furaha. Naam. Saidina Ali alipoulizwa akasema, al-yawmu alladhi la a'si Allah fihi fa huwa Eidun indi, siku ambayo kwamba mimi si muasi Mwenyezi Mungu, hiyo kwangu ni siku ya Eid. Maana kuna watu ndani ya Eid wakamuasi Mwenyezi Mungu, na Qur'an hadithi inatuambia kwamba man aasa yawmal Eid fakaanna ma aasa Allah yawmal wa'id. Mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu siku ya Eid ni sawa sawa na kumuasi Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Yani mbele yake Mola yule pale, wewe hapa kutokana wafanya makosa na yafanyika basi ustaz. Na makosa makubwa utafanya. Maana kuna watu ile siku ule usiku wa Eid tayari mwenye kununua miraka shanua, mwenye kufanya nini ashafanya, mwenye nini. Na kuna watu wapeleka udhiya kwa hawara wao. Masikitiko makubwa sana. Mtu ananchinja vizuri kwa pesa yake ya halal, lakini nyama yake atakwenda ila kwa mwanamke wa haramu, kwa mipeleka ukatachomewa vizuri, ataandaliwa hata akiwa ni Muislamu, lakini uzinifu unaendelea. Mpelekea pale, atapika mule vizuri, yani unakwenda kuenjoy Eid yako kwa mwanamke wa haramu. Utashangaa siku za Ramadhani watu upelekea tende mahawara wao, na ambao hata si Waislamu pia. Mara nyingine mtu akampelekea sabuni hawara wake au basi. Almuhimu ni kwamba tuweze kujitakasa. Ile fadhila kuzipata za udhiya, ile udhiya tusiitie aibu. Nyama inaweza kuwa hana aibu, lakini wewe ukamtia aibu kwa sababu umepeleka mahali pasipo stahiki, kwa sababu maasi athari yake ni mbaya sana katika nyoyo. Qur'an imetuambia kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kuna kule kupigwa muhuri katika moyo kwa wale ambao kwamba umeachuma katika maisha yako. Tumesema mwenye kukosa Ijumaa ya kwanza huwekwa kitone cheusi katika moyo. Akikosa Ijumaa ya pili, kile kitone chaongezeka kinakuwa kikubwa. Akikosa Ijumaa ya tatu, intabaqa alqalb, ule moyo mzima unakuwa mweusi. Subhanallah. Sasa ukishakuwa mweusi inakuwa yani huoni tena aibu kuasi. Na ikifikia mali huoni aibu kuasi, Mtume akatupa kipimo akasema, almu'minu yara dhanbahu kajabalin yuridu an yanhatta alayhi. Sema mu'min huona dhambi lake ni kama jabali atakumwangukia. Sasa yafanya tahadhari lisimpate, akajiepusha. Wa inal munafiqa, na ule munafiq asema yara dhanbahu kadhubabin waqa'a ala anfi faqala bi yadihi hakadha. Yule munafiki huona dhambi lake kama nzi tu, anatoa kwenye mahali hivi akamshunga na mkono. Sasa tujaribuni sana katika udhiya hizi tusiziharibu na makosa ambayo kwamba labda yatatunyima zile khairi ambazo kwamba ziko ndani yake, sababu ndani yake kuna khairi nyingi, kutoa, kusaidia. Hakuna kitu kizuri katika haya maisha ndugu yangu kama kusaidia. Inna Allaha fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Mwenyezi Mungu humsaidia mtu anapomwona mtu amsaidia ndugu yake. Umepata nyama ile ukamsaidia mwenzako, umepewa na wewe toa. Labda umepata bahati ndugu yangu, mtu anakuleta mbuzi mzima ashachunwa. Bana nakuletea wewe kula hii bana. Naona unavopeleka vipindi la ihsani pale, ninakuletea. Mwingine anakuja chukua, mwingine anakuja chukua. Umeona nyama nyingi, peana naye pia. Mfalme siku moja alimpa maskini dhahabu nyingi sana kwenye kichungu. Kwa hiyo apita mahali akamuuliza maswali, akafurahia namna alivyojibu, akamjazia dhahabu kwenye chungu. Sasa wakati yotoka mfalme yule maskini, pale nje ya mfalme kuna watu wengi wanaomba. Akaanza kuwapa vile vipande vya dhahabu. Yawagawanya. Kukawa na fujo. Mpaka mfalme akasikia kwenye kosa. Kuna nini ambaye yule bwana alompa dhahabu na ipe yawagawanya hapo nje? Subhanallah. Kama mwiteni mtu ajabu sana huyo, yani apewa na hiyo atoa. Kwamba vipi? Asema na nyinyi mwatupa ili mtafute pepo. Na sisi kile mnachotupa tuapeana tutafute pepo na sisi pia. Ambao ni vigumu sana leo hapa ndugu yangu, mtu aingie tu apeana 10,000, alafu na mtu achelewe aje kwamba nipe 1,000 tu. Tampa. Ni vigumu, akitaka nataka moyo, yani ile kwamba mwenye napewa mimi yake nitoshi chini nilichopewa nitakupa wewe. Ushaona? Lakini sasa kuna watu umepewa na wewe pia angalau na ile kule kutoa. Unajua kutoa ndugu yangu kuna fadhila kubwa sana. Fadhila kubwa sana ambazo mtu hawezi kuzipigia mfano. Kutoa kwa okoa. Dawu mardhakum bisadaqa. Mtu amesema watibuni wagonjwa wenu kwa kutoa sadaqa. Ile sadaqa yenu mnaotoa, basi hata mmoja alipiga mfano akasema ule wakati mtafuta ile bili ya mgonjwa wenu, amekaa hospitali labda ni mwezi, amekaa hospitali wiki 2, imekuja bili 100,000, ekena shilingi 10,000 mbali za kutoa sadaqa. Pale kando. Mtoa ile bili ya laki, lakini kuna 10,000 mahali mtafutia maskini, mwasaidia. Kulikuwa na jambazi mkubwa sana katika mtaa.
jambazi yuua, yuabaka watoto wa kike, yuaiba, afanya kila maasi. Watu wake lakika Allahumma hadina fi man hadait, wamtilia kunuti yule bwana afe. Basi yule jambazi amekaa yuatilia kunuti hafi bwana. Yuakera, yuudhi watu mtaani. Siku hiyo tuambiwa wale watu Mwenyezi Mungu akajibu dua zao. Lakini kwa bahati mbaya yule bwana wakati yotoka enda zake kutafuta kuni, kwa biashara kwa kuchanja kuni aje auze mtaani. Wakati yuenda zake alikuwa na mikate ya mofa. Akawagawanya maskini pale mtaani. Mpaka watu wakamshangaa, bwana imani hii imetoa wapi? Na kutomjua yeye ni jambazi. Leo yuapeana mkate akagawanya. Huyo akaenda zake. Basi kule msituni alipofika akaona gogo kubwa. Akajiambia kwa nafsi yake, hili gogo mimi silipasui huku. Wacha nenda nalo nyumbani, nitaona lipasulia nyumbani. Kalichukalika begani, katoka nalo. Akifika mtaani watu wamkimbia. Yeye asigundue aone labda pengine kwa ule ujambazi wangu ndo wao wanikimbia. Akafika nyumbani kwake, akalibwaga ile gogo nje ya nyumba yake, akaingia ndani na mashoka yake na majembe yake, akaingia ndani na mapanga, akaweka vitu. Kutoka aona ni kipande cha nyoka mkubwa sana kwa pale kwenye uwanda wake. Ile gongo kageuka ya. Sasa akaanza kuuliza, nani ameleta nyoka kwenye nyamu nijui mimi? Akamwambia, jamaa, umkuja naye wewe huyu. Na umembeba kwenye bega kutoka huko. Lakini kwa bahati mbaya ana cheni, yani ametiwa silsila kwenye mdomo, hakuweza kumshambulia. Akauliza vipi, ambao akaja mtu mwema katika ule mtaa akamwambia, wewe huyu nyoka alikuwa amekuweka kama alikuwa ende akakudhuru. Kwa matatizo unayoyafanya na mambo unayoyafanyia watu, huyu nyoka kwa akakudhuru. Lakini kuna jambo umelifanya, Mwenyezi Mungu akamfunga mdomo huyo. Akakumbuka sema ile mikate nilapa maskini. Mwenyezi Mungu akanionea huruma kwa sadaka ya mikate, dakika za kuhesabu tu. Mwenyezi Mungu akamuondolea ile adhabu ya kwenda kuuliwa na bali mpaka akamtoa fikra na mawazo ya kumuona kwamba ni nyoka, akaona ni gogo. Akalibeba mpaka mtaani. Mpaka nyumbani. Kisha baadaye ndo Mwenyezi Mungu amfungulia macho kwamba umbeba nyoka kubeba gogo wewe. Sasa sadaka ndugu zangu ina faida kubwa sana. Bali Mtume alituambia katika hadithi ya kwamba zile hasira za Mwenyezi Mungu ziondoeni. Inna ghadhaba rabbi, sema ile mkitoa sadaka mpaka zile hasira za Mwenyezi Mungu pia kwenu za ondoka. Sema fa inna sadaqata tutfi'u ghadhaba rabb, zile sadaka huzima zile hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mara nyingine kile kiasi unachokifanya katika sadaka zako ndivyo namna Mwenyezi Mungu pia hukuonea huruma, kwamba huyu pamoja kwa nimemkasirikia lakini yuwanufaisha watu. Unajua kuna matajiri ndugu yangu si Waislamu lakini Mwenyezi Mungu yuwafungulia sana kwa sababu sadaka zao. Wanake wana muasasa tele za kusaidia. Sasa ile siku ambayo kwamba ni siku ya udhiya, mtu ajaribu anachoweza lakini awagawanyie watu. Mbali na kuwagawanyia watu pia tusiwasimange tunawapa. Ili tupate ule ubora wa kutoa, tusiwasimange. Saidina Ali Zainul Abidina mlikuwa bwana mtumi, tuambiwa wakati wake ilikuwa kukiingia mazao mengi mtaani. Watu walikiona vipeto. Jua kipeto, kigunia kimejazwa ndani tende, kimejazwa zabibu. Kiko mlangoni lakini watu hawajui aliyeleta nani. Mtu akifungua mlango kile kipeto changu ndani ya nyumba yake. Watu wakiona akimuza mwenzake vipi asema mbona naona kigunia, vipi naona kigunia, mtaa mzima hawajui nani. Siku amekufa Saidina Ali Zainul Abidina ndo mkuta ana kovu kwenye bega. Mbona vipeto ni yeye ndo kazi yake alikuwa. Usiku watu wamelala, atakusanya mwenyewe atie kwenye vipeto akapelekea mlango. Hata kujulikana. Alijulikana siku yuoshwa. Subhanallah. Watu wameona kovu kwenye bega. Kisha baada ya kufa yeye huo uradi ulikatika. Mwenye vile vipeto ni Saidina Ali Zainul Abidina. Sasa tufikie mahali zile sadaka zetu pia zisitufanye tukawadhara wenzetu. Huyu hana, huyu ni hivi. Kuleni nyama bwana, nyinyi mlikula nyama mwaka mzima nyinyi. Kuleni. Haipendezi ile. Unaweza kumpa mtu kitu baada ya kuwa furahia akaanza kuona ni unyonge akakuachia. Mlikuwa ndhalilisha sasa. Vaa bwana, ushavaa kanzu ya Haramain wewe. Wewe wajua kuvaa kofia alamu nzuri wewe. Shika bwana vaa, atatukua mtu namna hiyo. Lakini mpe la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Zile sadaka msiziharibu kwa kuwaudhi watu, kwa kuwakera, kwa kuwasimanga, haipendezi. Kwa ufupi ndugu zangu tutazungumza kuhusu masuala ya udhiya, watu kutoa kuchinja katika siku kama hii. Tujaribuni tunavyoweza lakini tujibidishe wala tusijiambie hatuwezi. Unajua ile mtu al-Imam Rahil al-Albidh kwa kisema mwanadamu huishi na vile anavyojiambia. Mimi nimeishi zama za Albidh. Tushe kumuona sehemu za baridi, havai fulana wala havai koti. Tumuuliza ustadhi, wewe usikii baridi? Asema baridi paka ujiambie kuna baridi.
Yani mpaka akilini. Akili ukishajiambia kuna baridi. Kuna bwana alitoka zake sijui ni Lamu ama Mbele huko. Alikuwa shaambiwa kama Nairobi kuna baridi. Lakini hajui Nairobi yeye. Kapita Lamu akaja mpaka Pakistani pale. Akaambia uko Nairobi sasa. Akasema nasikia baridi. Subhanallah. Sababu ashajiambia kwenye akili kwamba Nairobi kuna baridi. So alipoambia Nairobi kuna baridi na ashafika Nairobi, akatengeza ile mazingira kwamba kuna baridi. Sasa mara nyingine mtu kijiambia sina, Waswahili wakwambia sini tatu. Usizizoe kwenye maisha yako. Sini tatu. Sina, sitaki, siwezi. Usipende kuzizoea hizi. Una kitu sina, sitaki, siwezi. Utakuja kufikia hata kama waweza. Utaweza. Nimalizie, najua saa 6 tena. Mabakhili watatu walikaa wakasema tufanye sadaka. Watu wametuona sisi wagumu sana kwenye haya maisha, hebu tufanye sadaka. Basi wakasema sawa, tufanye lini? Siku fulani tupike chakula watu waje wale. Sawa, tufanyeni mchango. Bwana mmoja akachora mstari. Akasema mimi narusha pesa juu, zitakazoanguka kwenye kuliani ni za hiyo shughuli. Zitakazoanguka kushoto nzangu. Akazusha zile pesa kwa namna, huku kuliani zikaenda kidogo, huku kushoto zikaenda nyingi. Akasema huyu za kuliani za sadaka shikeni, hizo huku nzangu katia mfukoni. Yule mwingine akachora duara. Akasema mimi narusha pesa juu, zitakazoingia ndani ya duara nzangu, zitakazokuwa nje ya duara za mchango. Akarusha ndani zikawa nyingi, nje zikawa kidogo. Akachukua zile nyingi katia mfukoni, zile kidogo akawapa. Huyo mwisho alipofikiria akasema jamani nishinda. Akasema sawa, mimi pia nafanya hivyo hivyo. Lakini yeye sasa mimi narusha pesa juu, zitakazobaki angani za mchango. Subhanallah. Zitakazoshuka chini zangu. Maana yake hakutoa kabisa yeye. Na ni watu wanazo, na utakuta mtu anacho hata si awape watu, yeye mwenyewe ajitesa. Tushaye kuona mtu amezimia sisi katika baadhi ya sehemu. Akaenda katiwa maji. Drip kabisa za maji, katiwa maji. Katiwa maji. Baadaye alipokuja kuzindukana, kwenye koti lake kuna 200,000. Akaulizwa, wewe mbona umeanguka umezimia na ninio na njaa mpaka wafikie mali watiwa maji utafutiwe kula? Asema na changa nitakununua gari. Basi ndio ufe kwa kuwa utakununua gari, 200,000 ziko mfukoni. Sasa kuna mtu ni mgumu. Lakini yeye mwenyewe kujipa yajipa. Na kuna mtu ni mgumu, yeye mwenyewe haizi kujilea. Yeye mwenyewe anajinyima yeye mwenyewe na anacho. Na Mtume asema amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Mtume asema inna Allah yuhibbu idha an'ama ala 'abdihi ni'ma an yara athara ni'matihi alayhi. Mwenyezi Mungu hupenda haswa anapokupa aone mja wangu ameshukuru kule kupewa. Sio umepewa wewe enda kuvaa vitu duni, wenda kula maisha duni, watoto wako wasoma shule duni. Mungu ankupa, peleka watoto wako Nyali integrated, peleka watoto wako shule ya maana. Mahali wanastahili. Una pesa, Mungu amekufungulia dunia wewe. Mwenzako watamani angepata nafasi, watoto wako wapeleka nje kwenda kusoma. Kabisa. Wewe unaona nafasi watoto wako wasoma Kengeleni, sijui shule gani ya public, watu waenda hawana viatu, walio maharage, ambao ulikuwa una nafasi ya kupeleka watu shule yangu na nafasi shule nzuri wakasoma vizuri. Wewe ukavaa vizuri, mtu anaweza kuwa tembea paka feri na ana uwezo kununua gari. Basi yule ugumu tu. Sasa siku ya Eid mtu anacho atoe, saidia watu, jamaa zako wale, kuwa na furaha kwamba watu wako wanaishi vizuri ile siku ya Eid. Usia wangu ambao naweza kuhusia kwa watu wanaotutazama na kutusikiza, siku za Eid tujichungeni sana maasi. Siku za Eid tujichungeni sana, tusijifananishe Eid zetu na wengine. Eid za wengine utakuta Eid zao majali mengi, maasuya mengi. Sasa tusifane na wao. Sisi tuna dini ya maana, tuna mfumo wa maana, tuna mtume wa maana, tuna Qur'ani ya maana, tuna Mungu wa maana. Sasa tuishi kimaana, tuishi kikweli. Tuitumikie dini yetu. Ile siku ya Eid iwe ni siku yetu. Tusitie aibu dini yetu katika sherehe zetu. Wajua siku hizi kuna sherehe ya talaka. Subhanallah. Wallahi wa billahi wa tallahi ziko hata mitandaoni, mtu akiachwa aita jamii yake wafanya sherehe ya kuachwa. Hiyo nimeona kwa wale magharibi wale. Hata Kenya ziko baadhi ya sehemu zimeingia. Mtu ameachwa watu wafanya party ya talaka. Hasa mara nyingine zile party zaingia katika Eid. Mara nyingine zaingia katika munasaba wa dini wa maana, mtu yuenda kutia upuzi sasa, mtu asherehekea ameachwa.
Waitana hapo, watachinja, watakula. Nini washerekea? Sherekea talaka, wameachika. Sasa tuishini kikweli jamaa, hasa kwa siku ya Eid. Tusimuasi Mwenyezi Mungu. Yaani hakikisha ile maasi hata kama yatakuja basi yaje kwa bahati mbaya iliyokuwa ya daraja ya mwisho kabisa. Lakini sio maasi ya kupanga. Mimi tangu yaandama, mimi nafunga ile siku 9, lakini ile siku ya 9 ile usiku wake watu watanijua. Subhanallah. Yaani ashatia azma kabisa. Mimi bwana ikifika hiyo siku watajua hawajui. Alhaya wenyewe wanakwambia. Sasa tusiishi hivyo. Kwa hivyo siku ya Eid ndugu zangu, hasa hizi Eid ya kuchinja hii, tusherehekeeni, tufurahieni. Ni masiku Mungu ametupa. Kuna wengi ambao kwamba walitamani kuyafika masiku haya hawakufika. Sisi tumejaliwa kufika. Tuyafanye yale ambao kwamba yastahili kufanywa katika haya masiku. Na taraji muda nao pia umekwenda sana. Lakini ule ujumbe mdogo kwamba kuna fadhila za katika kuchinja tumeupeana, japo kwa kichache ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufungulia kukizungumza mbele zenu. Tunakushukuru Ustadh. Mimi pia nimeshukuru sana kwa kunipa fursa kama hii. Naam. Inshallah tutaweza kukuita katika vipindi vijavyo pia. Inshallah tupate kufaidika na wewe sana Ustadh. Tukiangalia comments yetu kuna wale wanaosema mashallah, Allah hafidh. Ndio. Wengine wanakuambia tabarakallah. Wani wanakushukuru Ustadh. Mimi pia niwashukuru wao kuchukua nafasi yao kutusikiza. Naam. Ile kwamba wasikizwa pia ni kushukuru Mwenyezi Mungu sana, kwa sababu kuna wengi wanaozungumza na wasipate wa kuwasikiza. Lakini ikiwa kuna mtu amekaa mahali na simu yake na kati ya bandoli zake kutusikiza, Mwenyezi Mungu amtengezee pia mambo yake na yeye mahali alipo. Amin. Shukran Ustadh kwa kufunga kipindi. Acha tufunge sahi. Labda una wasia ama wasia nishautoa. Mwenyezi Mungu alimladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran Ustadh kwa kufika studio zetu kwa mara nyingine tena. Natumaini sasa ni mara ya pili tangu uanze kipindi kama hiki. Sana. Kama sio mara 5, sio mara ngapi? Tunakushukuru Ustadh. Allah kuhifadhi, Allah kuzidishie elimu, akulinde, akuepushe na kila balaa. Akuzidishie elimu ili tuweze kufaidika na wewe sana katika kufahamu sote. Amin ya Rabb. Tuweze kufahamu dini yetu hasa. Amin. Wallahi mimi niko hapa lakini pia nimefaidika na masala ya kuchinja. Ndio. Hata pia yapatia mtu azma hamu ya mtu kuchinja. Ndiyo. Kwa faida ulizozitoa na fadhila hizo za ubora wa kuchinja. Natumai pia mpenzi mtazamaji kule nyumbani ameweza kupata ile hamu ya kutaka kuchinja ili kupata fadhila kama hizi, namna ya kusamehewa madhambi yako ama kutimiza ile wajibu wa Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam. Tunakushukuru sana Ustadh kwa elimu yako. Shukrani sana. Mpenzi mtazamaji nyumbani pia tunaweza kushukuru kwa kufuatilia kipindi hiki kuanzia mwanzo wa kipindi hadi kufikia sasa tumefika tamati. Nimekuwa mwendeshaji wako wa kipindi Yusuf Muhammad. Inshallah tukutane kesho. Na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Jiunge nasi Al-Ihsan TV katika kuhisha masiku haya. Kila siku kuanzia Jumatano ya tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka huu sawia na mwezi 29 wa Dhulqa'da. Kuanzia saa 5 asubuhi tukiwa na mashaikh tofauti wakizungumzia mada mbalimbali ili kujuzwa na kuelimishwa ubora wa masiku haya.